Hoteli ya kutisha. Sasa mimi naingia ndani. Hello, mtu yupo hapa? Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi? Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi? Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa mzito na tulivu kiasi cha kufanya hata upepo uogope kupita. Barabara iliyokuwa ikielekea kwenye hoteli ile ilikuwa ndefu, imejaa vumbi na kimya kisicho cha kawaida. Taa za gari la Musa zilikuwa zikikatiza giza hilo kwa shida, huku moyo wake ukigonga kwa nguvu bila sababu aliyoielewa. Alikuwa amechelewa sana kufika mjini na mvua iliyonyesha mchana ilifanya barabara nyingi kufurika. Hivyo hakuwa na chaguo zaidi ya kutafuta mahali pa kulala karibu. Ndipo alipoiona. Hoteli ile ilisimama pembeni ya barabara kama kivuli kikubwa kilichosahauliwa na dunia. Ilikuwa ni jengo la zamani lenye ghorofa 3, rangi yake ikiwa imepauka na kuta zake zikionekana kuchakaa kana kwamba zilikuwa zimelala kwa miaka mingi bila kuguswa. Bango lililokuwa juu lilikuwa limeandikwa kwa herufi zilizofifia, hoteli ya kutisha. Musa alicheka kidogo, akidhani ni jina la kuvutia wateja tu, lakini ndani kabisa ya moyo wake kulikuwa na hisia nzito isiyofafanulika. Alishuka garini polepole, akafunga mlango na kusimama kwa sekunde kadhaa akiiangalia hoteli hiyo. Ghafla upepo ulivuma na mlango wa hoteli ukafunguka wenyewe kwa sauti ya kukwaruza iliyosikika kama kilio cha mbali. Musa alimeza mate kwa shida, kisha akajikaza na kuanza kutembea kuelekea ndani. Ndani kulikuwa na mwanga hafifu wa taa za njano zilizokuwa zikiyumbayumba. Mapokezi yalikuwa mbele yake, lakini hakukuwa na mtu yoyote. Ukuta ulikuwa umejaa picha za zamani, wageni waliowahi kukaa pale, wote wakiwa na tabasamu, lakini macho yao yakionekana kuwa na huzuni nzito. "Mtu yupo?" aliita. Kimya. Alipokaribia kaunta, aliona kitu kilichomfanya asimame ghafla. Kwenye moja ya picha alijiona yeye mwenyewe akiwa amesimama mbele ya hoteli hiyo, akiwa na tabasamu. Musa alirudi nyuma kwa mshangao. "Haiwezekani," alinong'ona. "Unaonekana vizuri kwenye picha hiyo." Sauti ilitoka nyuma yake. Aligeuka na kumwona yule mwanamke wa mapokezi akiwa amesimama bila kutoa hata ishara ya kuingia. "Nahitaji chumba," alisema kwa sauti iliyokuwa imepoteza nguvu. Mwanamke huyo alimtazama kwa muda mrefu kana kwamba alikuwa akisoma kitu ndani yake. "Tayari umewahi kukaa hapa," alisema polepole. Musa alitikisa kichwa. "Hapana, lakini hoteli hii haimpokei mtu ambaye hajawahi kuja." Maneno yale alimfanya ahisi baridi ikipenya hadi mifupa yake. Hata hivyo, alichukua ufunguo aliokabidhiwa, chumba namba 13, na kupanda ngazi. Safari hii aligundua kitu kingine. Kulikuwa na milango mengi zaidi alivyotarajia. Koridoro ilionekana kuendelea kuongezeka kadri alivyotembea, kana kwamba haikuwa na mwisho. Alihesabu milango 10, 20, 30, lakini bado chumba namba 13 kilikuwa mbele zaidi. Alipojaribu kurudi nyuma, aligundua kuwa ngazi alizotumia zilikuwa zimepotea. Hofu ilianza kupanda ndani yake. Hatimaye alifika chumbani kwake. Alifungua mlango kwa haraka na kuingia ndani, akafunga mlango kwa nguvu kana kwamba alikuwa anakimbia kitu kisichoeleweka. Ndani ya chumba, vitu vilikuwa tofauti kidogo sasa. Kulikuwa na kioo kikubwa ukutani ambacho hakukiona awali. Alipokaribia, alijitazama, lakini sura iliyokuwa kwenye kioo haikutabasamu kama yeye. Ilikuwa inamtazama tu. Kisha ilitikisa kichwa polepole. Kioo kilipasuka ghafla kwa mlio mkubwa, vipande vikidondoka chini. Ndani ya kila kipande kidogo cha kioo,
Musa aliona matukio tofauti, watu wakikimbia, wengine wakilia, wengine wakivutwa na kivuli kisichoeleweka, na sauti zilianza kusikika: msaada, usifungue mlango, wanakuja. Musa alishika kichwa chake kwa mikono akijaribu kuzima sauti zile, lakini ziliongezeka zaidi. Ghafla alisikia mtu akigonga mlango wake, polepole safari hii. Gonga, gonga. Musa! Sauti ilimuita. Aliganda. Ilikuwa ni sauti ya mama yake. Musa, fungua, ni mimi. Macho yake yalijaa machozi. Mama, aliita kwa sauti ya kuteremeka. Alikaribia mlango, lakini kabla hajaufungua alikumbuka kitu. Mama yake alifariki miaka 2 iliyopita. Alirudi nyuma kwa haraka. Sauti ile ibadilika ghafla kuwa ya kutisha, nzito na ya hasira. Fungua! Mlango ulianza kutikisa kana kwamba ulikuwa unavunjwa kwa nguvu kutoka nje. Musa alikimbia hadi dirishani tena, akijaribu kulivunja. Safari hii lilifunguka kidogo, lakini alipochungulia nje hakukuwa na ardhi, kulikuwa na giza lisilo na mwisho, kama shimo lisilo na mwisho. Kisha mkono mweusi ulitoka ndani ya giza hilo na kushika fremu ya dirisha. Musa alipiga kelele na kulifunga dirisha kwa nguvu. Alipogeuka, alikuta chumba kimebadilika kabisa. Ukuta ulikuwa umejaa alama za kucha, damu iliyokauka na maandishi yaliyokuwa yamechorwa kwa haraki: usilale. Lakini tayari uchovu ulikuwa umemshika. Alianguka kitandani bila kujua. Alipoamka hakuwa tena chumbani kwake. Alikuwa kwenye ukumbi mkubwa wa hoteli, lakini sasa ulikuwa umejaa watu wengi waliovaa mavazi ya zamani. Mziki wa polepole ulikuwa unapigwa na watu walikuwa wanacheza kimya kimya, lakini hakuna aliyekuwa na tabasamu. Musa alitembea kati yao akijaribu kutafuta namna ya kutoka. Umechelewa, mtu mmoja alimwambia. Kwa nini? Kwa sababu sasa Newe ni sehemu ya kwetu. Ghafla mziki ulisimama. Watu wote waligeuka kumtazama. Macho yao yalikuwa meusi tupu, na waliinua mikono yao kwa wakati mmoja wakimwonyesha. Ni yeye! Sauti ilijaa ukumbi mzima. Musa alikimbia, lakini milango yote ilifungwa yenyewe. Sakafu ilianza kuyeyuka chini ya miguu yake kama matope mazito yaliyokuwa yanamvuta chini. Alijaribu kupiga kelele, lakini hakuna aliyemsaidia. Dakika chache baadaye, kila kitu kilitoweka. Asubuhi ilipofika, jua lilichomoza pole pole juu ya barabara ile. Gari la Musa lilikuwa bado pale pale, lakini mlango wa gari ulikuwa wazi, na ndani ya kiti cha dereva kulikuwa na ufunguo wa chumba namba 13. Na mbali kidogo, kwenye upepo wa asubuhi, sauti ya mlango ikigongwa ikasikika tena, pole pole, gonga, 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 kana kwamba hoteli ile bado ilikuwa inamsubiri mtu mwingine aingie. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.